Uhali gani mtazamaji wa Tumaini Television popote pale ulipo na umeshaketi tayari kwa kutazama kipindi chetu cha Maisha Kliniki. Karibu sana mwana maisha, hapa ndo maishani. Karibu sana maishani wewe ambaye unatutazama kwa sasa. Asante kwa wote ambao umekuwa sehemu kubwa ya mchango wa kufanikisha na kuelimika kupitia kipindi cha Maisha Kliniki. Tutapata mrejesho mzuri kutoka kwenu wafuatiliaji wetu wa kipindi cha Maisha Kliniki. Na niseme tu ya kwamba sisi tunaendelea kukuletea kile ambacho ni bora zaidi kwa wewe mtazamaji wetu na mfuatiliaji wa kipindi cha Maisha Kliniki. Jina langu ni Innocent John, niko hapa kuhakikisha ya kwamba na siku ya hii leo naenda kupata kila ambacho wewe unapenda kukitazama na kukifurahia ndani ya kipindi cha Maisha Kliniki. Kabla sijaenda mbali zaidi, naanza na angalizo kutoka kwenye kitabu cha Samuel Moleli. Kwa yeye ni mwalimu wa saikolojia, na angalizo hilo linasema linda afya yako ya akili ili kama mboni ya jicho lako. Ubongo wako ukichoka kwa sababu ya msongo wa mawazo, hutaweza kufanya jambo lolote la maana. Hili ni angalizo kutoka kwenye kitabu cha Afya ya Akili na Ustawi wa Ndoa kutoka kwake mwalimu wa saikolojia Samuel Moleli Alois, ambaye anasema linda afya yako ya akili, ilinde kama mboni ya jicho lako. Ubongo wako ukichoka kwa sababu ya msongo wa mawazo, hutaweza kufanya jambo lolote la maana. Na kabla tujaenda mbali zaidi kwa kila ambacho tunaenda kujikita nacho, tutaligusia kidogo angalizo hili, kwa nini ameamua kuliweka kwenye kitabu chake cha Afya ya Akili na Ustawi wa Ndoa. Karibu sana wewe ambaye umekuwa sehemu ya kuendelea kutazama kipindi cha Maisha Kliniki. Niko na mwalimu wa saikolojia Samuel Moleli. Tumekutana tena hapa kuletea kile ambacho kiko bora sana kwa siku ya hilo. Na leo tutaenda kuangalia utalii unavyochangia afya ya akili, namna ambavyo utalii unaweza ukasaidia na ukachangia afya yako ya akili kwa kuwa mtazamaji wetu wa Maisha Kliniki. Mwalimu, karibu sana. Ni muda mrefu hatujaonana, habari ya huko? Safi kabisa. Mambo yanakwenda? Yanakwenda vyema. Eti michakato tunaendelea kuhudumia watu, kazi zinaenda yanakwenda vizuri. Sawa. Tunashukuru sana. Nashukuru pia kwa kuwepo hapa leo. Tumeketi kwa pamoja tena ili tuweze kuendelea kuwapa kila ambacho siku zote tunawapa watazamaji wetu. Na mengi sana ambayo yanatokana na kipindi chetu yanawafikia watu wengi kweli kweli. Na kabla sijaanza, niliangalia kwenye kitabu chetu hiki angalizo ambalo umeliweka humu. Linasema linda afya yako ya akili, ilinde kama mboni ya jicho lako. Bongo wako ukichoka kwa sababu ya msongo wa mawazo, hutaweza kufanya jambo lolote la maana. Kabla tujaenda kwenye mada yetu ya hii leo, kwa nini hiki kitu? Kwa nini hili angalizo kwenye hiki kitabu? Angalizo maana yake hapo umekuja vizuri. Msongo wa mawazo sio mbaya. Ila msongo wa mawazo wa kudumu ndio hatari kwa mwili. Stress sio mbaya kwa sababu stress ni mwano unaotokea ndani ya mwili wa mtu kumwandaa mtu kupambana na hatari. Hatari inaweza ikawa ya kweli au isiwe ya kweli. Kwa mfano, nyoka akiingia hapa, kemikali ya cortisol inamwagwa na ubongo ndani ya mwili kuupa mwili nguvu kupambana na ile. Hakuna mtu atakwambia tafuta fimbo. Utahangaika, utamuua yule nyoka. Ukimuua yule nyoka, kitatokea nini kwenye mwili? Hali ya amani itakuwepo. Maana yake imeyeyushwa, imefanya kazi, umepambana na hatari, imekwisha. Sawa. Sasa hatari nyingine inaweza isiwe ya ukweli. Watu wanaweza wakakusema ukachukia, kumbe hata hawajamaanisha hicho, ila wewe umereact vibaya. Lakini msongo wa mawazo unapokuja na kuondoka, basi unakupa unalala vizuri, utaamua vizuri, utafanya kazi vizuri. Msongo ulio wa hatari kwenye mwili ambao ndio tunazungumza ni msongo wa mawazo wa kudumu. Sawa. Unadumu nao miezi 3, miezi 6, inakuwa ni sehemu ya maisha yako. Hata ukiambiwa jambo, wewe ni kununa, ni hasira, ni kiburi, ni wivu, ni chuki, kuna jema kwako. Sasa kadri unavyokasirika, ndio ile kemikali ya cortisol inajazwa ndani. Haitoki kama vile ulivyoua nyoka. Maana yake inavyoendelea kujaa ndani, inajaa kwenye damu, kwenye mifupa. Kadri inavyoendelea, inaendelea kusagasaga viungo vyako vya mwili. Hutafanya chochote, utajikuta huko pale pale. Hutawaza vema, maana yake msongo wa mawazo utakufanya usiende vema. Sawa. Lazima ulinde afya yako ya akili katika kuingiza mambo ambayo yatakujenga. Hapa mbele tutaangalia afya nzuri ya akili ikoje wakati tunazungumza kwenye utalii. Asante sana mwalimu kwa namna ambavyo umeweza kuliweka sawa kama ambavyo umeandika kwenye kitabu chako hiki cha Afya ya Akili na Ustawi wa Ndoa, na hilo ni angalizo katika ukurasa tu wa kwanza. Mtu akipata hiki kitabu
atakutana na hilo angalizo. Linda afya yako ya akili, ilinde kama mboni ya jicho lako. Ubongo wako ukichoka kwa sababu ya msongo wa mawazo, hutaweza kufanya jambo lolote. Na umefafanua vizuri kabisa hapo mwalimu. Nikushukuru sana. Hakuna kitu hatari kama msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo ndio chanzo kikubwa cha haya magonjwa yasiyo ya kuambukiza Kabisa. Mimi nazungumza na watu wengi wenye sukari, wenye pressure, wenye vidonda vya tumbo, wanapona kwa mazungumzo, kwa sababu nafanya psychotherapy na cognitive behavior therapy. Kwa hiyo unambadilisha mtu aliyebeba mzigo mzito, akiushusha anapona. Safari inakwenda vyema. Nikushukuru sana. Tanzania ni taifa mojawapo ambalo kiukweli tunapozungumzia kwenye masuala mazima ya Mwenyezi Mungu ameweza kulibariki sana katika masuala mazima ya vivutio vya utalii hapa nchini kwetu Tanzania. Unapozungumzia mbuga za wanyama zipo nyingi na nzuri sana. Unapozungumzia vitu kama Malikale, vipo maeneo mengi, Kondoa Irangi, maeneo kama ukienda makumbusho hapa jijini Dar es Salaam, ni sehemu nzuri ya kwenda kujifunza historia, na maeneo mengine mengi. Ukienda ukanda wa Zanzibar kule utakutana na bichi nzuri ambazo zitakufanya ufurahie sehemu yako ya kwamba unatoka kwenda kupumzika. Sasa leo tunataka tuzungumzie sasa utalii ambavyo unaweza ukachangia afya ya akili kwa mtu. Kuna mtu mwingine anaweza akawa hajui na hafahamu kwamba mimi nikitoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine inaweza ikanisaidia kwa namna moja ama nyingine katika kuweka afya yangu ya akili katika hali iliyo nzuri. Kwa hilo tunamshukuru Mwenyezi Mungu, ametubariki sehemu nyingi ambazo zinampa fursa Mtanzania yoyote kwenda sehemu hizo na kutuliza na kuweka akili yake vizuri, lakini kwa namna moja ama nyingine hajui kwamba sehemu hiyo inaweza ikamfanya ama ikawa tiba kwake vizuri. Uzuri leo mwalimu uko hapa, tutaenda kujikita, tutaizungumza kwa uzuri kabisa mada yetu hii ya leo, utalii unavyochangia afya ya akili kwa mtu, kwa Mtanzania. Kwanza maana ya utalii wa afya ya akili. Asante. Sasa basi tuanze kwamba nashukuru ndugu mtangazaji na ndugu mtazamaji. Nashukuru Mungu kupata nafasi hii tena kuweza kushirikishana mambo mawili matatu. Naamini mpaka mwisho kuna jambo moja ambalo litaingia ndani mwako na ukilichukulia unaweza ukaenda vema. Utalii unategemea watu. Bila watu utalii hauwezi kuelezeka. Sawa. Utalii unategemea watu na mazingira. Hapo ulikuwa unazungumzia mazingira, maana yake Mwalimu Nyerere alisema kwamba mtu ameumbwa kupambana na mazingira ili aweze kupata chochote. Na katika hifadhi zetu ukiingia TANAPA kuna andiko la mwalimu pale kwamba hifadhi hizi zihifadhiwe kwa kizazi leo na kijacho, tuzihifadhi. Maana yake mwalimu alikuwa anaona kwamba kuna tija katika hili. Sasa utalii maana yake ni nini? Utalii ni shughuli zinazohusu watu kusafiri kutoka eneo moja kwenda eneo lingine kwa ajili ya kustarehe au leisure, kusoma. Kuhudhuria mikutano, kufanya utafiti na kadhalika. Sasa wanapokuwa mfano mikutano kama ile ya Leon Sullivan iliyofanyika hapa kwetu Arusha walifanya na Dar es Salaam, mikutano kama ile ya gesi ya 300 iliyofanyika mwaka huu nadhani ilishirikisha watu wengi. Sasa hapa Dar es Salaam hapa, na kuna mkutano mwingine ulifanyika Zanzibar. Sasa wanapokuja kwa ajili ya shughuli ile hawataacha kutembelea vivutio. Hawataacha kutembelea vivutio vyetu. Wengine wanaokuja kwa ajili ya kusoma, wengine wanaokuja kwa ajili ya leisure, starehe. Wanakuja moja kwa moja, wanaenda kwenye hifadhi, wanaenda pande hizi. Sasa wanakuja kwa ajili ya lengo hilo moja la kuweza kufanya hayo. Kwa hiyo utalii unamhitaji mtu ili uweze, mtu na mazingira. Mazingira ni hayo, yanaweza yakawa ya kihistoria kama ulivyokuwa unasema, Stone Town, mji mkongwe, makumbusho Bagamoyo, yanaweza yakawa hifadhi za taifa, Nyerere, mlima Kilimanjaro na vitu vya namna hiyo ambavyo vipo. Sasa traveler au msafiri amegawanyika sehemu mbili. Kuna msafiri ambaye ni day visitor, ambaye anaenda kwenye kile kituo, anaenda asubuhi kama wanafunzi wanavyokwenda, anaenda pale anaangalia, jioni anarudi nyumbani. Hiyo inatokea kwa wanafunzi wa vyuo na sehemu zingine.
alafu kuna tourist mwenyewe, mtalii mwenyewe, ambaye huyu sifa yake kubwa, akienda kwenye hifadhi au kwenye kivutio anakaa masaa 24 kwa mujibu wa taratibu. Analala pale, maana yake anaenda kwenye hifadhi, anatumia hoteli, anatumia na facilities zingine pale. Huyu ni mtalii moja kwa moja. Kwa hiyo amegawanyika katika day visitor na tourist mwenyewe, ndivyo ilivyo. Sasa utalii umegawanyika katika sehemu mbili. Kuna utalii wa ndani na utalii wa nje. Sasa utalii wa ndani unahusu mzawa wa nchi husika. Kama mimi au wewe unatoka hapo unaenda Arusha au unaenda Zanzibar, unatembelea kivutio kile, unavutiwa nacho, basi safari inakwenda. Sasa kwa hali ya sasa hivi hapa utalii wa nje unahusu wageni kutoka nchi nyingine ambao wanakuja kwenye kuja kwetu, kama vile tunavyojua mzungu. Hata wewe ukitoka hapo ukienda Uganda, wewe ni international. Yaani ukienda kwa lengo la kutalii, tayari umeshakuwa mtalii wa namna hiyo. Afya ya akili yenyewe, ili kulinganisha, kuhusianisha wakati tunazungumza huko na utalii. Sasa mtu huyu ndiye anayekwenda. Afya ya akili ni hali, sio neno. Ni hali ya ubongo kuchanganua mambo ambayo inahusianisha kihisia, kufikiri, kuwaza, kuamua, kupanga na kutenda kwa ustawi ili kuleta tija ndani ya jamii. Kwenye jamii yetu sasa hivi, unapozungumzia afya ya akili, mtu inakuwa kama ni nani pana, lakini mtu mwenye afya nzuri ya akili ana furaha muda wote. Hata gumu likimpata hawezi kutetereka. Changamoto ikija anaigeuza kuwa fursa kwenye maisha yake. Mtu ambaye ana afya nzuri ya akili ndio sifa hiyo. Sasa mtu ambaye ana afya nzuri ya akili anatawala hisia zake, haendeshwi na msongo wa mawazo. Hata jambo likiwa gumu, yeye anakwenda ipasavyo. Sasa mtu mwenye afya nzuri ya akili ana mtazamo chanya kwenye mambo anayokutana nayo, yawe magumu yaweji, anakwenda. Sasa kwenye kuhusianisha na utalii, mtu huyu ndiye anayekwenda kupata ile huduma eneo lile. Sasa tukianza kwa mfano utalii wa fukwe, beach tourism, mtu anapokwenda kutalii pale, wengine wanakwenda kwa mazoea. Hata ukienda Coco Beach, ukuta wa Tanzania pale, wengine wanakwenda kwa kazi zingine tu. Lakini kumbe hapo ukienda unapunguza msongo wa mawazo, unapunguza hasira, ukikutana na wale watu walioko pale. Kwanza bahari ni kiumbe. Ukifika pale ufukweni, ukitazama bahari ilivyotulia, bahari ni kiumbe kilichobeba viumbe ndani. Nadhani unanipata. Maana yake utulivu wa bahari ndio utulivu wa mtu anavyotakiwa awe. Kwa hiyo synergy, yale mazingira ya bahari ukiyatizama, imaginative power unatakiwa ulete kwako, kwamba utulivu wa bahari ndio utu wa mtu. Mtu aliyetulia ataamua ipasavyo, atapanga ipasavyo, ndio utulivu wa bahari. Mtu bahari ikichafuka, ndio sasa mtu kuchafuka, ndio msongo wa mawazo wa kudumu. Mtikisiko ule utatikisa meli, utaleta ajali, utaleta dhoruba. Ndivyo mtu anavyokuwa akiwa na msongo wa mawazo wa kudumu, akiwa na mental disorder, akiwa na bipolar disorder. Maana yake bipolar disorder ni mood swing, au mabadiliko ya hisia. Ndio bipolar disorder. Yakipanda yanaitwa hypermaniac, yakishuka yanaitwa depression, low maniac depression. Kwa hiyo unakuta mtu yuko kwenye hali fulani ya kiwewe, yuko kwenye hali fulani ya sintofahamu. Lakini mtu huyu ndiye anaweza akapewa hata madaraka makubwa kufanya maamuzi. Kwa hiyo ukiwa pale baharini, ukireflect ile hali, utatuliza hali yako. Utatuliza hali yako ya mwili, utatuliza hali yako, na ukirudi nyumbani utakuwa ni mwingine. Ule muda wa lisali moja
Isitoshe ukaingia ukaoga, ukalala kabisa baharini. Unaweza ukalala vizuri tu kwenye maji, lakini pembeni, sio kule katikati. Ukinani unafanya vizuri, na ukiswim kwenye bahari, ukiogelea kwenye bahari, mwili huu unaufanyisha mazoezi ambayo yanapata tija. Mwalimu, kwenye hapo talii za fukwe ni tiba tosha kwa mtu ambaye ana changamoto ya afya ya akili, hasira, msongo wa mawazo, sonoma, kiwewe. Ukienda pale ukatulia, ukaoga masaa mawili, ukaangalia watu wanafanyaje, ukaitizama bahari ilivyo, ukareflect kwako. Shida ni kwamba tunaenda kwa mazoea, kwamba tunaenda tu nikafanya. Hatuendi sasa kufuata tiba ya msingi, lakini ni vitu ambavyo ni vya msingi sana. Nani anapaswa kutuelekeza haya mambo? Ni kama tunavyofanya hivi na jitihada za mtu binafsi. Sasa atakayetizama hiki ataelewa achukulieje. Sport tourism au utalii wa michezo. Hapa kwetu tayari nchi nayo imeamka baada ya wenzetu Spain, Uingereza. Tunaona ukienda kutizama mpira unakuwa na utulivu fulani, unakuwa na hali fulani ya tofauti. Katika ushabiki wa Simba na Yanga tunaona hali inavyokuwa. Ni kitulizo cha mwili, ni kitulizo cha akili ya mtu. Sasa ushabiki nao ukizidi, chochote kinachozidi kiasi ni tatizo kwenye maisha. Kwa hiyo ukienda pale ukaangalia mpira, ukafurahi wanavyocheza, una kitulizo. Dakika 90 au dakika 120 utatoka pale wewe ni mwingine. Utarudi nyumbani, hata kama kuna jambo gumu lilifanyika, tayari umeshasahau wala ukumbuki. Waingereza na Ujerumani na Spain waliona watu wao jinsi wanavyoathirika na hizi afya ya akili au disorder hizi mbalimbali. Sasa wameweza kutengeneza mpira katika level ambayo kila mwananchi anaona kabisa atalipa, na yani hata kosa anaenda kufurahi moja kwa moja kwa namna wamewatengeneza watu wao, kutengeneza hobi ya mpira kama sehemu ya remedy za kuwaepusha na mambo mengine ambayo yanaweza wakaletea madhara. Sio kwamba hawana matatizo kama hayo, lakini wameweza kutengeneza hiyo hali. Mwalimu, kwenye michezo pia inaweza ikawa sehemu nzuri kabisa ya mtu kutuliza na kujenga afya yake bora ya akili kabisa, kwa sababu anafanya mazoezi, anaangalia wanachezaje, ile reflection ina kwenye neurotransmitter na cells na nerves na connection, ile furaha, serotonin ni kemikali ya furaha. Oxytocin ni kemikali ya amani inayotengenezwa pale anapotizama, huku inayeyusha kiwango kikubwa cha sumu ndani ya mwili. Anapofurahia pale, hali fulani kwenye mwili inabadilika. Tunahitaji kuwa na senta nyingi sasa, ama maeneo mengi mazuri ya kimichezo ambayo yanaweza ikawa sehemu ya kufika kufanya utalii, lakini kuenda kutengeneza afya bora ya akili zaidi kupitia ile michezo. Ndicho unachokiona. Hata sasa hivi wameanzisha marathon hizi, wanakimbia. Zanzibar wamejenga viwanja vingi, Tanzania, Dodoma, Arusha wanajenga viwanja hivyo. Lakini watu pia wanatakiwa wahamasike na wenyewe. Personal initiative. External operation cannot work without the internal operation. Ile nani ya ndani, shauku ya ndani inatakiwa ifanye kazi ili mtu asukumwe, kwa sababu kuna mambo mengi tunayoyafanya sio kuwa na maana. Unaweza ukawa una makundi, una watu ambao una beti ambavyo havikusaidii chochote zaidi ya kukupotezea muda na shughuli. Hapo tumeangalia utalii wa fukwe na unavyosaidia, lakini utalii wa kimichezo. Twende katika aina nyingine. Utalii wa hifadhi. Hifadhi ya misitu, hifadhi ya wanyama, kama national park hizi. Hifadhi zetu tunazo nyingi ambazo unapokwenda kwa mfano kwenye hifadhi hizi usiende pia kwa mazoea, kwa sababu unapokwenda pale nature can heal. Yani asili uoto wa asili ule unatibu. Kwa hiyo unapokwenda kwenye hifadhi, nenda uweze kufanya uhusiano wa kwako na mazingira. Kwa mfano, ukienda ukatizama miti inatupa matunda, lakini haili matunda yake.
Yeye inatupatia tu matunda. Inatupatia sisi. Lakini hatuoni thamani ya kile inachotupatia. Miti inatupa oksijeni. Lakini miti inatupa nini? Matunda, oksijeni, kuna cha tatu. Sasa inatupa hivyo vitu. Wale wanyama ukiwatizama vizuri wanyama wanavyoishi ni walinzi. Pundamilia utafuta wamekaa hivi. Ukiwa attention span, yani umakini wako ukiwa vizuri, unapotembea hifadhini unaweza ukawa tofauti kabisa. Jinsi wale wanyama wanavyoishi, kuna tabia zingine ambazo sisi tunazo, ambazo ukireflect kwako. Kwa mfano utakuta pundamilia yuko upande huu anaangalia, huyu anaangalia huku, huyu anaangalia huku. Maana yake wanatafuta adui asije kanani, wanalindana. Pale unaambiwa na wewe sasa unatakiwa uchukue tahadhari kwa jambo lolote lile unalofanya. Kwa marafiki wote wale unaokuwa nao, usizoeane, usiende kwa mazoea kwenye kila jambo unalolifanya. Miti ile iliyoko pale inatupa oksijeni, inatupa matunda, inatupa kivuli. Ndio. Sasa na wewe nyumbani, mke wako amekuzalia watoto, amekuheshimisha. Hata amekuzalia watoto unaitwa baba fulani. Lakini sasa hivi amefanya kakosa kadogo, sasa unaona ni mkali. Amekuwa mkali. Sasa chukulia ule mti ni uhai. Amekuheshimisha, unasahau vyote. Unaitwa baba fulani, unasahau zote. Lile kosa hebu jiweke kwenye nafasi yake uone. Lakini ukienda kwenye vivutio kama hivi, ukiona wanyama wale wanavyoishi, ukiona kuku anapambana kuwahifadhi watoto wale, ukiona tembo anatembea na kundi lake na kundi la watoto na anapambana kuwalinda, unaweza ukajua ni namna gani. Lazima utalima shambani ili utafute chakula cha familia, lazima utatafuta kazi ili uweze kuishi vema. Kwa hiyo ukitizama misitu jinsi ilivyo, ukaiangalia vizuri, utashangaa uumbaji wa Mungu, imaginative power kwako. Kwa hiyo spiritually kuna kitu utapata. Utaona kabisa kweli Mungu yupo. Hivi vitu havipo tu. Kwa hiyo utaona kwenye subconscious mind, kwenye akili isiyofikika, kuna kitu kitatengenezeka. Kwa hiyo hautarudi ukiwa vile. Wazungu wanajua hilo na elimu yao inawajaza data za kufahamu hiyo. Ndio maana unakuta wanakuja huku kwetu. Ni wengi na unakuta sasa sisi ndo tunashangaa, mbona wazungu wengi sana? Kumbe wameshalijua hili na wameona. Wanakuja hospitali kutibu miili yao. Unajua kwa mfano wakati wa hunting and gathering, miili yetu ilikuwa inazalisha adrenaline, ilikuwa inazalishwa kwa wingi kwa sababu tulikuwa tunapambana na wanyama. Sasa baada ya mapinduzi ya viwanda na kilimo, tumehama kutoka kwenye hunting and gathering, tumekuja kwenye maisha. Simba wa sasa hivi sio wa porini. Simba wa sasa hivi ni life. Simba wa sasa hivi ni mke wako. Simba wa sasa hivi ni kazi. Simba wa sasa hivi ni watoto wako. Simba wa sasa hivi ni ndugu yako. Watu wanao sasa hivi ni mfanyakazi wako. Ndio maana chukua tahadhari kuwaelewa watu ili ujue unakwendaje. Unapochangamana kwenye haya ya utalii, utakutana na connection nyingi. Kwa mfano point ya culture tourism, utalii wa kitamaduni, ambao tunakuja kuangalia pia hapa. Inakupa connection ya kukutana, muingiliano wa tamaduni. Unajua hawa wanaishije. Sasa ukitoka na behavior zako za tofauti, ukaenda labda ni Ngorongoro ukaona Wamasai wanavyoishi, ukaenda labda Mtwara ukakuta Wamakonde wako hivi, ukaenda Kenya ukakuta Wakalenjini wanaishi hivi, utarudi utatengeneza. Kuna kitu utajifunza. Utajifunza, ukirudi hautarudi vile. Kama ni mke wako utamheshimu na utajua kumbe wenzangu wanaendaga hivi. Kwa hiyo inakusaidia wewe kukaa vizuri. Kwenye culture, utalii wa tamaduni unatusaidia pia kujifunza kitu cha namna hiyo, kwamba uhusiano wa tamaduni tunajifunza kwenda kwa namna hiyo pia. Kuna utalii wa uwindaji. Kule Serengeti nadhani wanafanya sana hiyo. Kuna mtalii ambaye anapenda uwindaji. Yeye anakuja anaomba, ananunua kwenye kitalu kule, anataka amuinde mnyama fulani, ndio furaha yake. Kwa sababu wengi wetu hatujui hobi zetu. Kwa hiyo hiyo nayo ni changamoto. Changamoto nzito. Hatima zetu hatujui.
Ndio maana unaweza ukaenda ukasoma kozi mpaka mwaka wa 3 ukatoka pale uelewe unaenda kufanya nini, kwa sababu tangu huku chini misingi imeharibika. Unasomeshwa tu unakwenda, lakini kumbe ukigundua kwamba unafanyaje, ukifanya unachokipenda utafurahia. Ukifanya unachokipenda utafurahia. Ukifurahia unachokipenda utafanikiwa hata usipolipwa. Kama hivi tunavyojitolea, mtu anapokuambia tunashukuru, ile kwa Mungu anashusha kwako. Nadhani unanipata. Kwa hiyo kuna mambo mengi ambavyo maisha yanakwenda kwa namna ambayo ni tofauti. Bill Gates yule alikuja hapa akaenda kule Muheza anakula makande na wale watu. Bilionea kabisa na hela zake. Kaka kwenye maisha hakuna mtu aliyemzidi mwingine. Kwenye maisha hakuna aliyekuzidi. Kwenye maisha aliyekuzidi ni aliyeko mbele yako, wewe ukiwa nyuma, au wewe ukiwa nyuma yeye akiwa mbele. Sasa hakuna mtu aliyemzidi mwingine. Tajiri anaenda chooni, maskini anaenda chooni. Tajiri ana njaa, maskini ana njaa. Tajiri ana kiu, maskini ana kiu. Tajiri anaugua magonjwa yasiyo ya kuambukiza kwa mali zake nyingi, maskini kidogo analia tofauti. Kwa hiyo sasa kwenye maisha hakuna mashindano. Kwenye sekta za biashara ndio mtu ushindane. Sasa tukienda kwenye utalii mwingine wa uwindaji huu, sasa ni asilimia kubwa unafanywa lakini kwa matajiri. Kule Serengeti nadhani kuna sehemu moja ambapo wanafanya sana kule, lakini nao una interest ya tofauti. Una nini mwingine ni hii ya afya yenyewe, massage. Utalii wa afya ambao ni massage. Kwamba ni mpya kwenye hali ya sasa. Lakini mwalimu, tukibakia hapa kwenye huu utalii wa uwindaji, namna ambavyo pia unaweza kawa sehemu na mchango mkubwa kwa mtu. Kuna mwingine sasa ana uwezo mkubwa huo wa kwenda kununua pengine hicho kitalu huko mbugani, kwenda kufanya hizo shughuli za uwindaji ili kutuliza akili yake. Kwa hiyo mtu wa kawaida kwenye hii utalii wa uwindaji ili kufanya akili yake iwe imara, ibaki katika uimara wake, yeye katika eneo hili anapaswa afanyaje? Afanye kile anachokiweza. Sawa. Maana yake change what you can change, accept what you cannot change. Unaloweza kulifanya lifanye, usiloweza kulifanya likubali. Maana yake huu wa uwindaji wengi wanafanya ni watu wenye pesa nyingi, lakini sio kwamba ni nyingi sana. Unajua sisi sehemu kubwa ni kwamba hatuna budget na hivi vitu. Utalii ni price sensitive. Ni gharama. Tunazungumza hivi lakini utalii ni gharama wenyewe. Hao wazungu wanachokifanya wanadidakti, wanapunguza kwenye cha kwao. Kwa mfano amepanga atakuja kupanda mlima Kilimanjaro mwaka 2028. Anaanza kusave leo, kuweka malengo. Anasave pesa hiyo $50,000, dola 20 mpaka afikie 28. Yeye anatimiza lengo. Sisi tukitaka mguu ukitoka ndio wakula. Kwa hiyo utakuta ni changamoto, lakini sasa kwa mfano tunapozungumza hivi hakuna linaloshindikana, kwa sababu ni tiba, ni hali ya kukujenga. Haya ni maarifa tunatoa. Lakini mtu akiamua kwamba mimi mwaka 2027 nataka nikahudhurie Kimbari, au nataka nipande mlima Kilimanjaro, kaweka 2020 ukasevu. Kwani wangapi unakuta wanatumia hela ndivyo sivyo, na wanapoteza nyingi kuliko. Lakini ukiseti utaratibu ambao utakusaidia, hata ukienda mwenyewe baadaye ukaenda na familia, utakuwa umefanya jambo ambalo unafundisha generation yako kwenda katika muundo ambao ni tofauti kama wazungu wanavyofanya. Nikushukuru sana mwalimu, tuweke hapo nukta kwanza, tuende mapumziko mafupi. Tukirejea hapa tutaendelea. Mtazamaji wa Tumaini Television, kwa kweli ambaye unatufuatilia na kutazama kipindi cha Maisha Kliniki, tuko hapa na mwalimu Samuel Moeli ambaye anatufundisha juu ya utalii unavyochangia afya yako ya akili. Tumezungumzia vivutio vya utalii ambavyo vinaweza vikawa na manufaa sana kwako, kwa wewe ambaye ungependa kutembelea vivutio hivyo kwenda kutuliza akili yako. Vina manufaa pengine unakuwa umefanya kwa muda mrefu utalii lakini haujazingatia hili. Mwalimu ametuelekeza vizuri sana. Kuna utalii wa fukwe. Unaweza ukawa na msaada mkubwa sana kwa wewe kwenda kufanya utalii wa fukwe, lakini kwenda kutuliza akili yako ya afya yako ya akili kwa uzuri kabisa. Lakini kuna utalii wa kitamaduni pia. Utalii wa kimichezo.
Hizi zote ni tabia ambazo unaweza kuzifanya na zikakusaidia katika kuimarisha afya yako ya akili. Bado tuko hapa Mwana Maisha, hapa ndo Maishani. Karibu sana Maishani. Tutaenda mapumziko mafupi. Tukirejea hapa tutaendelea na mengine ambayo tuko nayo mezani kwetu ndani ya kipindi cha Maisha Clinic. Karibu sana. Nyumba bora hujengwa na mwanamke. Lakini pia mwanamke huyu ni pambo la nyumba. Na panapo haribika kitu kwenye familia, mwanamke huwa wa kwanza kukulaumiwa. Tukutane hapa kujadili kwa kina. Karibu kwenye Nyota ya Mwanamke. Nyota ya Mwanamke, Jumapili saa 8:30 mchana na marudio Jumanne saa 3 kamili usiku hapa Tumaini Television. Mtazamaji, upendo, yani nikikwambia katika kwaya hii kuna pea wewe. Na wao walikuwa wanawafundisha watu katika misingi hiyo. Sasa wale waliopata misingi kutoka kwenye huo mfereji hawasepetuki. Jamani, wanapendeza Ndio. Mtazamaji, kwa Yesu ni raha Kuimba raha Uliniona toka mbali. Wake Mungu, tazama mimi kanijalia karama ya kuimba. Na asante sana mtazamaji wetu kwa kuendelea kusalia nasi na kutazama kipindi cha Maisha Kliniki. Kwa kwamba umeanza na sisi mwanzo mpaka muda huu bado tunaseleleka na wewe. Karibu Maishani, na hii ni Maisha Kliniki kutoka Tumaini Television. Jina langu ni Innocent John, niko na mwalimu wa saikolojia Samuel Molly, na leo tunajikita kuzungumzia juu ya namna utalii unavyochangia afya yako ya akili kwa kuwe mtazamaji wetu ambaye tunakupa kile kilichokuwa bora zaidi. Lakini naendelea kukusisitizia kwamba kupitia kitabu cha afya ya akili na ustawi wa ndoa, Samuel Molly amekupa angalizo: linda afya yako ya akili, ilinde kama mboni ya jicho lako. Ubongo wako ukichoka kwa sababu ya msongo wa mawazo, hutaweza kufanya jambo lolote. Sawa Naamini tuko pamoja sana, na hapo mwishoni atakuja kutuelekeza namna ambavyo unaweza kupata pia kitabu hiki. Karibu sana mwalimu. Tulipokwenda mapumziko tulikuwa tumeishia kwenye utalii wa afya. Tukasema tukirudi sasa uje utuambie na wenyewe huu utalii wa afya ukoje na unaweza kusaidia vipi mtu kuwa na afya bora ya akili. Asante sana ndugu mtangazaji. Ni kweli utalii wa afya ni utalii mpya ambao wanaotusikiliza, wanaotitazama wanatakiwa waelewe kwamba wanatakiwa wafanyeje. Utalii huu ni huu wa massage. Unaponya roho, mwili na nafsi. Kwa mfano ziko aina 98 za massage. Ukimuuliza mtu wa kawaida, hao wanaofanya massage hao zinafanywa na specialist therapist. Kwa hiyo kuna wataalamu kabisa. Mimi nilishafanya 11. Kwa hiyo najua ni tiba. Na nilipofanya moja, nilipomaliza walikuwa wanatumia hii kunani kwenye hii nani ya uti wa mgongo. Kwa hiyo nilipotoka pale nilikunywa maji ya Kilimanjaro chupa 2 mfululizo, kwa kujiona nilikuwa nimebeba mzigo mzito ndani mwangu. Kwa hiyo massage ni treatment ambayo inafanya misuli na nerves za mwili ziweze kwenda vema. Sasa ukiwa kwa mfano kule India na nchi za Uingereza wanafanya sana, kwa sababu kuna kitu kinaitwa reflexology massage. Wanatumia hii miguu kudetect mtu anaumwa na moyo, mtu ana shida ya mgongo, wanatumia miguu hii kuifanyia massage. Kidole kikubwa kina reflex na kitu kingine. Kwa hiyo unakuta kinakwenda kwa namna ile. Sasa kuna hiyo ya namna hiyo. Ukitambua hilo kwenye hoteli hizi kubwa kubwa, hizi za vichochoroni vina mambo mengine ya tofauti. Lakini massage ni tiba mpya ambayo kwa wale wenye shida za migongo wakiwa wanafanya, kuna deep massage ambayo ukishikwa na mshtuko damu inaganda kwenye mwili. Kwa hiyo sasa kama ufanyi mazoezi unakuta unaenda baada ya muda moyo unaweza ukashindwa kupampu nani vizuri kwa sababu ya ile hali. Sasa kuna yoga, halafu kuna hizi nani za asili. Kuna tamaduni hizi za asili. Unatumia kama mawe. Unatumia
vijiti, kuna namna ya kutumia, lakini kusaidia mwili uweze kukaa sawa, vitu ambavyo viko kwenye hali ya sasa hivi. Kuna namna watu wa serikali pia kwa ujumla inapaswa kuwekeza zaidi sasa katika mazingira haya kwenye huu utalii wa kiafya zaidi, ili kupata watu wengi sana ambao wanaweza kuja kufanya hivi. Na nadhani kipindi hiki kinaweza kikawa msaada mkubwa kwa watu, kwa sababu uelewa bado ni mdogo kuhusu massage. Massage ni nani kubwa, ni ya msingi sana. Utakuta inayofanyika ni physiotherapy. Mimi mara nyingi nafanya psychotherapy. Lakini kuna mtu mwingine ambaye ninamudu namfanyia pia hizi massage kama ana shida za tofauti. Kwa sababu ni mafuta, lakini zinahitaji uwe na ofisi, uwe na facility ambazo uwe na wataalamu kabisa. Mimi naamini kwa sababu kama ulivyozungumzia, kuna hizi tiba ambazo zipo ni za kitamaduni zaidi na ambazo ni bora zaidi. Tunaweza tukazitengeneza, tukaziimarisha zikawa sehemu nzuri. Mtu anaenda ndani kabisa kule, amepata utalii lakini wa kiafya, lakini kuna mazingira mengine ya kitamaduni anayapata pia kule. Mimi nakumbuka baba yangu mwezi wa 10, mzee Gamaleli Mafie. Mzee Moleli ni baba yangu mlezi. Kwa hiyo baba yangu aswa ni Gamaleli William Mafie. Nadhani atakuwa ananisikiliza kwenye kipindi hiki. Mwaka huu mwezi wa 8 aliandaa kitu fulani kwamba amechukua madawa mengi wakachanga, halafu wamekaa pale wiki 3, wanakula chakula chao vizuri, wanakunywa dawa zao. Na mimi nilienda pale nikashiriki, nilifurahi sana. Ile nikaona ni culture tourism. Unakunywa ile dawa, yani baada ya muda unasikia njaa. Maana yake madawa yako karibu 160. Lakini ni wataalamu wale wa Kimasai na wale wazee wanajua kwamba dawa hizi inafanya. Kumbe babu yetu alichokuwa anafanya, alikuwa anawafundisha kwamba dawa hizi ndizo zinazotusaidia. Sasa wanapofanya vile, wanajiandaa kwa ajili ya mwaka ujao. Hata shikwa na malaria, hata shikwa na ugonjwa mwingine, yeye ana survive moja kwa moja. Mwakani ikifika mwezi wa 8 wakivuna, wanaendelea tena. Ambao ni utamaduni ambao ni wa msingi kwenye nzuri. Ukifika kama hivyo unajifunza, unaona namna ambavyo wengine wanafanya. Na yeye sasa kwa mfano pale Kikatiti Arusha, nilishangaa, hata mimi nilifurahia kwa sababu ikifika Ijumaa kuna mnada pale. Yeye anapenda sana, hata itokee nini ataenda pale tu. Ataenda akiangalia ng'ombe wale, marafiki wale, yeye ile imaginative power naona inamsaidia. Sasa ndivyo na watu wengine wanatakiwa waige. Ukiwa na kitu ambacho kinakupa interest, inaweza ikawa ni mpira, inaweza ikawa ni mnadani, inaweza ikawa ni ufukweni, basi wewe tengeneza interest ya kile kitu ambacho kinaweza kikakusaidia, kukupa furaha, kukupa amani, ili uweze kukaa katika usawa wa mwili wako. Kuna msemo uliusema hapo, ukikipenda unachokifanya utafurahi. Ukipenda unachokifanya utafanikiwa. Ukifanya unachokipenda utafurahi. Ukifanya unachokipenda utafanikiwa. Maana yake sasa unaweza kukuta ni jaji lakini hana furaha, wito ule haupo kabisa. Yaani yeye ndio anaharibu kabisa kila kitu. Lakini sasa anafanya ili alipe kodi, alipe umeme. Kuna kazi zingine ukifanya, yani wewe ukifanya unasikia tu raha. Utalipwa, lakini hata wasipokulipa unaelewa kabisa kwamba ujumbe umekwenda na watu wana nani vizuri. Sawa. Nikushukuru sana kwa namna ambavyo tumegusia tu utalii chache ambazo ama vivutio vichache ambavyo vinaweza kumsaidia mtu kuimarisha afya yake ya akili. Tumeangalia utalii wa fuko, umezungumzia vizuri, lakini utalii wa kimichezo pia, utalii wa hifadhi zetu zipo nyingi hapa nchini Tanzania. Una sababu ya kusema ni chache. Ni nyingi sana kwa kweli. Mtazamaji wetu ambao unatutazama kwa sasa hivi, ni jukumu lako sasa, kama alivyokuelekeza mwalimu hapa, akakufundisha vizuri kwamba ukifika kule usiende tu kwa sababu umeenda kumwangalia simba. Usiende tu kwa sababu umeenda kumwangalia twiga. Angalia yale maisha, angalia yale mazingira ambayo simba anaishi. Angalia miti inavyokaa, ilivyopangilia. Angalia anawindaje. Kwa mfano Igo anawinda kilomita 5 akiwa juu, anaona chini kuna nini. Na akishuka akosei pale. Akikosa huku anaenda baharini. Akishuka anachukua samaki, anapanda naye juu.
pumzi alio nayo Igo ukiweza kuivuta ndani mwako ukaiga tabia zake, hutateswa na watu, utakuwa na uwezo wa kuhimili kabisa. Na nikimpa mtu kwa mfano hayo mazoezi ambayo unakuta wengi nawapa ya ubongo, hili nampa, na unakuta akilifanya hata afanyiwe jambo gani yeye ana survive. Resilience ndani mwake inakuwa ni kubwa na anakwenda vizuri. Asante sana mwalimu. Sasa baada ya kuangalia hivyo vivutio vya utalii ambavyo viko hapa nchini Tanzania na vipo kweli, na namna ambavyo vinasaidia mtu kuimarisha afya yake ya akili, mwalimu, tuangalie sasa magonjwa ambayo yanaweza kuponywa kwa njia ya kufanya utalii. Asante. Magonjwa namba moja ni uchovu wa mwili. Mtu mwenye msongo wa mawazo amechoka muda wote. Sasa unapoenda kwenye hifadhi utafanya, wengine wanaendesha baskeli, wengine wanatembea hifadhini kule, wengine wanafanya game drive jioni na asubuhi. Kwa hiyo unakuta wanaondoa ile hali. Ile kitendo cha kuhudumiwa pia na watu tofauti kinakupa nani tofauti, kwa sababu inawezekana kule nyumbani kwako unaambiwaga tu chakula tayari. Kile pale na nao sigeli anakuletea. Kwa hiyo kule ukienda ukihudumiwa na yule pale yani tayari ile imaginative inasema kumbe ni hivi. Ukirudi nyumbani kwako unaweza ukabadilisha mfumo ule. Sasa hapo nani nyingine ni kiwewe au trauma event. Ukisema kiwewe mtu anaona ni ya kawaida. Trauma event ni nani? Ni hali inaweza kumtokea mtu. Kwa mfano amebakwa akiwa mdogo. Amepata ajali. Sasa akipata ile hali baada ya muda inamletea tatizo. Sasa asipopata msaikolojia wa kumsaidia inampa changamoto. Lakini akitembelea hifadhini kule, atakutana na mtu kule. Anaweza akazungumza naye akamwambia mimi unajua na shida fulani hivi na hivi. Mtu tofauti akakwambia hii inafanyikaga hivi. Kwa hiyo connection ile ikamsaidia pale akapata tiba ambayo ni tofauti na ile anani pale. Au akahudhuria kwenye massage akajikuta anapona kwenye lile tatizo alilonalo. Sawa. Akikosa atafuta mwanasaikolojia anamsaidia ili liweze kwenda. Kitu kingine ni mabadiliko ya hisia. Mabadiliko ya hisia ni hatari, ndio inaitwa bipolar disorder ambayo hatuelewi. Sasa ukiwa na hiyo inaweza ikakupa hypermaniac ambayo ni ya kupanda, anxiety disorder. Anxiety disorder ni matarajio makubwa halafu ufikii, unaweza ukaanguka. Ukawa na depression. Depression ni mtu anayewaza yaliyopita. Yeye yuko jana tu. Yaani leo yupo lakini yuko jana. Yaani mawazo yake hapo jana. Sasa ukipata hali kama hiyo ya kwenda kwenye vivutio kama hivyo, unaweza ukapata msaada wa namna moja au nyingine. Kwa sababu mchanganyiko wa wale watu wengi utakusaidia kuona tu kwamba kweli mimi na nani hivi. Kumbe kuna watu wana matatizo kuliko hata mimi. Sasa ile reflection itakupa nani. Kwa mfano una tatizo dogo ukaenda Ocean Road pale, unalalamika. Ukienda pale unaweza ukarudi kwa kutizama tu watu walioko pale, utasema kumekucha. Unarudi unaendelea kufanya mambo yako taratibu, kwa sababu kwamba yani unakuta mtu anaumwa kiasi kwamba yani wewe unayelalamika hauna maana. Utabidi urudi ukafanye kazi yoyote nyumbani, hata kama ulikuwa unaona ni hali tofauti. Hiyo ipo kweli. Unakuta umeenda kuna mazingira fulani ukifika tu ndio ngoja niondoke. Maana mimi niko ipo. Sasa nani nyingine ni woga. Ugonjwa wa woga. Phobia ni dangerous kwa mwili. Cortisol level inatengenezwa sana na woga. Woga nao umegawanyika sehemu nyingi. Kuna woga wa nyama, kuna woga kusimama mbele za watu, kuna woga kusimama kwenye madaraja, kuna woga wa hali fulani. Mwingine ukimleta hapa aongee anaweza akang'atang'ata mdomo ile kuface reality. Sasa woga ukizidi unazaa cortisol level ndani ya mwili. Sasa cortisol level ni kemikali ya stress. Inavyojaa ndani ndivyo inavyotengeneza sukari, ndivyo inavyotengeneza pressure. Kwa hiyo sasa unapoenda kwenye hifadhi kule au kwenye fukwe ukaona watu wanavyocheza, watu wanavyofurahi,
Utakutana hata na vilema kule. Alafu utajiangalia useme hivi, mimi sina hana miguu, mimi na kila kitu, alafu ndio najidai kwamba yani naogopa kiasi hiki. Utaona hali fulani ina nani. Ndio maana kicheko kinaongeza, sio kwamba kinaongeza. Unapocheka unazalisha kemikali ya serotonin. Kemikali ya serotonin yani ndio inayoyeyusha kiwango kikubwa cha sumu ndani ya mwili. Kwa mfano ukicheka, sensi ile ya mwili ina reflect moja kwa moja, unayeyusha kiwango kile cha sumu. Ndio maana ukiwa na furaha muda wote hutaka uone ugonjwa kwenye huo mwili. Ukiwa na amani muda wote, sio kwamba utapata mateso. Maana yake furaha ni zero suffering, but equal to 100% of understanding. Happiness is equal to zero suffering, but 100% of understanding. Kwamba unafanyiwa baya unasamehe kama Yesu. Lakini ukipata hii hali sasa ya kwenda kwenye vivutio hivi, inakusaidia kufanya hivyo. Nasema hili la bipolar disorder kwa sababu ndoa nyingi zinavunjikia hapa. Relationship ya mood swing inakuwa ni changamoto kwenye hiyo hapo. Kwa sababu unakuta mwanaume anashindwa kumwambia mwenzake ukweli. Sawa. Anakaa kimya. Mwenzake naye anaona kama huyu ananisaliti. Sasa unakuta mvutano ule unafika mahali, mood swing hiyo, mabadiliko ya hisia. Huyu anamuelewa mwingine vibaya, huyu anamuelewa mwingine vibaya. Badala watafute mwanasaikolojia wasaidie, wanaanza kutangaza kwa watu. Ukianza kutangaza mambo ya nyumba yako kwa watu, maana yake unavua nguo, sasa utavaa nini? Au utakaa wapi? Nikushukuru sana. Pengine labda kuna ugonjwa mwingine ambao unaweza ukatibiwa kutokana na kufanya utalii kwa mtu? Ugonjwa mwingine ni huu wa kupoteza kumbukumbu. Kukosa usingizi na kupoteza kumbukumbu. Muda mwingine wewe ondoka hapo nyumbani, mazoea yanajenga tabia. Na ukitoka pale ukaenda hotelini, utahudumiwa na mtu mwingine. Sasa ile anxiety disorder, yani hasira, nao ni ugonjwa. Sasa ukienda kule ukalala hotelini pametengenezwa vizuri, siku moja mbili unahudumiwa na watu tofauti, ukirudi nyumbani utakuwa tu mtu mwingine tofauti. Na hali experience ya mazingira yale, utaona kabisa na wewe una kasoro kule nyumbani, kuna mahali unaharibu. Sasa ukirudi utajiona kabisa kwamba kumbe na utaanza kumbe watu wanahudumiwa namna hii, ngoja na mimi nimsikilize mwenzangu. Kumbe inawezekana nilikuwa nafanya hivi na hivi. Zile hasira zitaanza kushuka taratibu. Asante sana mwalimu. Tukiwa tunaelekea mwishoni mwa kipindi chetu, muda unakimbia kweli kweli. Tuangalie namna nzuri sasa, na ni namna ipi ambayo inaweza ikafanya tukahamasisha utalii na ikawa sehemu ya tiba kwa Watanzania ama kwa mtu yeyote yule. Sasa ni kweli. Ni swali zuri ndugu mtangazaji. Pointi namba 1, kwa kuhamasisha utalii wa ndani na wa nje, ili tuweze pia kwenda, kwa sababu wenzetu wazungu wako mbali sana kwenye vivutio hivi. Pointi namba 1 ni kutoa elimu kuanzia ngazi ya chini mpaka ya juu, kwa umakini inavyopasa. Maana yake TTB na Wizara ya Maliasili wanaweza wakaunda timu ambayo inaweza ikagawa hii nchi kwenye kanda 8. Hao watu wakawa wanazunguka, lakini kwa sababu sasa hivi lengo kubwa ni kutangaza utalii wa nje, ndio mshikio mkubwa. Lakini wizara ikatengeneza mfumo, hata likawa na watu ambao wanazunguka hii nchi kishule, wanatoa semina, wanawahamasisha watu. Hata hii generation ikaangaliwa, generation ambayo vijana watakuwa sasa na hiyo vioni na wapi, wakaamka na hiyo hali wakaenda nayo ndani huku, tunaweza tukajenga nani nzuri sana kwa mbele. Sasa hivi wanahamasisha, kwa mfano hizi jogging, marathon, wanaweza wakaenda hivyo kwenye utalii pia, wakawa na concept haya yanafanyika. Media ziko nyingi zinaweza zikafanya hiyo, na ukakuta baada ya muda hamasiko lile linaamka na shauku ile inakwenda. Ndio maana ongezeko hili linakwenda kama Mama Samia ameweza kufanya. Ni pointi ya pili. Pointi ya pili sasa, hawa viongozi wa mikoa, makatibu tawala, wakurugenzi, waige mfano wa Mama Samia. Maechiara
nao wangemuunga mkono Mama Samia, kuna jambo lingefanyika kwenye level hii ya chini huko, kwamba wale maafisa utalii waliopo waungwe mkono kutengeneza labda hizi tamaduni za kitalii kwenye wilaya, kwenye kata zao. Kwa sababu naamini kuna maeneo ni mengi ambayo tukimsubiria mtu mmoja aje afike mpaka huko wilayani kuyatazama, kuna vitu vingine ambavyo viko huku wanaweza kutusaidia pia hao. Hata maichiara wanashughulika na watu wafanyakazi, wale wafanyakazi wengine wana shida ya afya ya akili. Kuna walimu wanakufa ovyo tu, mwingine anaanguka tu, ni msongo wa mawazo, haelewi. Hii bipolar disorder tunayozungumza ni shida. Sawa. Hii trauma, post traumatic stress disorder ni shida, na sio kwamba inaeleweka hivi. Ukisema kiwewe ni kiwewe tu, ni rahisi kuzungumza, lakini akianguka mtu hapo anazikwa. Kumbe kuna msaada ambao unaweza ukatolewa ukamsaidia. Sasa maichiara wanatakiwa wawe na connection ya kuwasaidia wafanyakazi wao, hata kuwapeleka safari. Hata ofisini kwenu hapa mnapelekwa safari, mnapata mahusiano ya wengine kule. Kuna mgonjwa anaweza akapona tu kwa kwenda safarini kule. Kuna mgonjwa mwingine anaweza akapata uheni kwa kuambiwa na mtu wa tofauti jambo ambalo ni la msingi. Lakini unaweza kukuta kazi iliyopo ni kufukuza tu. Ni kufukuza. Kumbe utalii ukiwa remedy unaweza ukasaidia kwa namna moja au nyingine. Pointi nyingine ni kuhakikisha amani ya nchi inakuwa stable. Hii amani inalindwa kama vile tulivyosema, ulinde akili yako kama uone ya jicho, kwa sababu utalii bila amani ni changamoto. Angalia yanayoendelea Madagascar sasa hivi, angalia yanayoendelea Morocco, nako nasikia wameanza vuguvugu lile. Sasa amani ikikosekana ndani ya nchi, maana yake pato hili linaweza likashuka, kama wakati wa COVID-19 uliona mshtuko. Sasa hii utalii ni fragile economy, lazima ilinde kwa sababu inagusa sekta nyingi, lazima itizamwe kwa namna hiyo. Amani ni kitu cha muhimu. Kitu kingine ni kutangaza hivi vivutio hivi vipya ambavyo vipo kuongezeka, kwa sababu wengine wataguswa kwa namna ile nyingine. Kwa mfano Tanzania Safari Channel, kina mkurugenzi Ayubu Rioba na timu yake wameweza kuwaunda kina Nancy Sumari na yule mwenzake, wanazunguka, unaona wanaifanya ile kazi. Yawezekana nao jinsi wanavyofanya vile, hii Safari Channel uwepo wake imesaidia kwa sehemu kubwa. Sasa wanatakiwa waendelee na ubunifu pia wa namna nyingine, kama hata wakaiga Ufaransa walivyokuwa wanafanya. Jambo lingine ni kufanya utalii kuwa remedy ya magonjwa ya afya ya akili. Kwamba mtu ana shida ya msongo wa mawazo, basi anaweza akasafiri akaenda kwenye fukwe. Saa nyingine umepata matatizo nyumbani kwako, basi unaweza ukasafiri hata ukaenda kijijini ukakaa kidogo, ukaangalia ni kitu gani. Usikae tu unanungunika pale, unaweza ukajikuta unaharibu vitu vingine zaidi. Sawa. Ndio. Ni kushukuru sana mwalimu kwa hayo mengi na mazuri ambayo umetuelekeza. Wengine walikuwa wanafanya utalii kwa mazoea, lakini kupitia kwako wewe kuna jambo la msingi sana ambalo umelizungumza katika haya mazungumzo yetu kupitia kipindi chetu cha Maisha Kliniki kwa siku ya leo. Naamini kuanzia kesho kutwa watu ambao wataanza kufanya utalii sasa wataanza kuzingatia haya ambayo umeyaeleza na haya ambayo umeyazungumza. Sawa. Naamini kupitia kitabu chetu pia hiki ambacho watu wengi pia wanaendelea kukiulizia, mtu anaweza kumpa maelekezo na namna ya kukipata ili aendelee kufurahia pia na kujenga imarisha afya yake bora ya akili. Asante ndugu mtangazaji. Ndugu mtazamaji, kitabu hiki unaweza kukipata ukifungua Spring Play App Store kwa simu za Android au iPhone. Fungua Spring Play App Store. Pia kule unaweza kupata kitabu hiki kwa jisajili kule ukakinunua moja kwa moja. Lakini kwa mimi mwenyewe na visambaza, utaweza kunipigia namba yangu 0785 270 390, 0785 270 390. Kwa wale ambao wanahitaji semina, vikundi vyao, basi makanisani na sehemu nyingine zozote, basi
tunaalikana tu, tunajua namna ya kupeana hii elimu. Saa nyingine inaweza ikawa ni tiba nzuri kwa ajili ya maisha yako. Mimi napatikana Stopover, kwa hiyo unaweza tukawasiliana ukasaidika. Kama tatizo lote la akili, disorder, mental disorder, tunaweza kuwasiliana tujue Sasa ni maelekezo hayo ama maelezo kutoka kwa mwalimu wa saikolojia Samuel Molel ambaye hapa anatueleza juu ya utalii kuchangia afya ya akili. Tumezungumza mengi sana kina kwa Tanzania, kwa unatufuatilia kupitia maisha. Sasa kwa utalii wa fukwe ama utalii wa kimichezo, utalii wa kitamaduni, kuna utalii pia amezungumzia utalii wa hifadhi zetu za taifa. Unaweza ukatoka nyumbani ukaenda Serengeti ukafanya utalii, lakini kuimarishia katika afya yako ya akili kama alivyoelezea hapa umuhimu wake. Kazungumza ilivyo na umuhimu mkubwa sana katika kufanya utalii na unavyoimarisha uhusiano uliopo katika ya utalii na afya ya akili. Kazungumza vizuri mwalimu hapa. Lakini kwa maoni na ushauri, kama una chochote, una mchango wote, pia namba yetu ya maoni iko pale pale. Ni 0742773444. Tuandikie ujumbe wako mfupi wa maandishi ukiwa na swali lolote, maoni yoyote, mchango wowote, basi tutaufanyia kazi na tutausoma bila tatizo lolote. Ni 0742773444. Jina langu ni Innocent John. Karibu maishani, mwana maisha halisi kabisa. Nami natamatisha hivi, nikushukuru sana mwalimu kwa mchango wako mkubwa. Naamini kwa siku nyingine pia tutakuwa hapa kuendelea kutoa elimu kubwa na pana kwa watu wetu. Nashukuru sana ndugu mtangazaji. Kila laheri kwako pia. Mimi ni Innocent John, asante na nikutakia wakati mwema. Endelea kufuatilia vipindi vingine ambavyo vinaendelea hapa Tumaini Television. Endelea kuipa nafsi yako tumaini. Kwaheri kwa sasa, lakini na kuacha na hili angalizo kupitia kitabu hiki cha Afya ya Akili na Ustawi wa Ndoa. Linda afya yako ya akili, ilinde kama mboni ya jicho lako. Ubongo wako ukichoka kwa sababu ya msongo wa mawazo, utaweza kufanya jambo lolote la maana. Ni kutoka katika kitabu cha mwalimu Samuel Molel, amekuwekea angalizo hilo. Asante na bye bye.